Afrika kwa sasa inaonekana imezidi kushika kasi kwenye kuangazia ni kwa namna gani inaendelea kupata nishati zaidi. Haya yanakuja kipindi hiki ambacho kuna azimio la kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2030 maeneo ya pembezoni yawe yamefikiwa na nishati ya umeme. Katikati ya hayo unafanyika mkutano wa wakuu wa nchi pale Kigali, ukiangazia namna ambavyo uvumbuzi wa nishati ya nyuklia unafanyika. Afrika imewakilishwa na Rwanda ambao ni wenyeji, akiwepo Rais Paul Kagame, Tanzania ambako Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshiriki katika mkutano huo, lakini pia tumeshuhudia Rais wa Togo Faure Esonzima, lakini amekuwepo mkurugenzi wa shirika la kimataifa la nishati la atomiki IAEA Rafael Gross na mkurugenzi wa chama cha nyuklia duniani Dr. Sama Bilbao Leon. Hao wote walikutana pale Kigali wakiongozwa na ajenda kadhaa, ikiwemo ya ufadhili wa miradi ya nyuklia, usalama, sheria na udhibiti wa nyuklia, ushirikiano wa kikanda wa Afrika kwenye eneo hilo la nyuklia, halikadhalika pia mjadala wa maendeleo ya rasilimali watu na teknolojia za ndani. Hizo ni baadhi ya ajenda ambazo ziliwakutanisha vigogo hao kuhakikisha kwamba wanamulika kuhusiana na uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika. Hiyo ndio itakuwa mada yetu hii leo. Kulikoni Afrika sasa na yenyewe nataka kwenda kwenye eneo la kupata nishati kupitia nyuklia. Mimi naitwa Nurdin Selemani, ndivyo ambavyo ninakualika kwenye Uchanganuzi. Studio tumemwalika Dr. Esebi Nyari ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya nishati akitoka pale chuo cha DIT. Karibu sana Dokta. Asante sana. Asante sana. Kwema? Kwema kabisa. Mambo anasemaje? Tuko vizuri. Hebu kwanza tuanzie hapa. Kwa yule ambaye haelewi na anasikia kwamba hizi nchi zimekaa kuangalia namna ambavyo mwelekeo wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia, ni nini hiki ambacho kinafanyika? Tuna vyanzo vingi vya nishati ambavyo vinaweza vikatumika kwa ajili ya kuzalisha umeme na kwa ajili ya kuendesha shughuli zetu za kila siku. Na vyanzo hivyo mara nyingi vinagawanywa kwenye ambavyo vinaweza vikarejeshwa au wanaita renewable energy na ambavyo haviwezi. Sasa tuna nuclear, tuna mafuta, vyote hivyo tunaita ni renewable energy. Lakini kuna hizi solar, wind ni renewable energy. Sasa nuclear ilikuwa kwa Afrika haijapewa kipaumbele kwa muda mrefu, na sasa hivi viongozi hawa wanaona ni moja hapo ya eneo ambalo wanaweza wakatumia, kwa sababu nchi kama Tanzania mfano tuna resource ambayo inaweza ikatumika kwa ajili ya kuzalisha, na ndio maana leo viongozi hawa wanakutana kwenye hiyo Nuclear Energy Innovation Summit for Africa kwa ajili ya kuweza kudiscuss, kwa sababu ni jambo kubwa ambalo linahitaji kuwekewa utaratibu, kuwekewa polisi zake na au sera kwa ajili ya jinsi gani tunaweza tukaenda. Nuclear ni safi, ni salama, lakini vile vile ina changamoto zake kama haitabebwa vizuri. Tunapozungumzia nuclear maana yake tunazungumzia urani ama uranium wengine wanavyosema. Afrika inajitosheleza kwa kiwango gani kuwa na madini haya ambayo yanaweza yakazalisha nyuklia? Kwa Afrika kuna baadhi ya nchi ambazo zina madini na Tanzania ikiwepo. Na mfano Tanzania tunavyoongea sasa hivi inakadiriwa kuwa na tani 58,000 za nyuklia ambazo zipo, na hizo sasa zikiweza kupelekwa kwenye uzalishaji zinaweza kusaidia kwenye kuongeza nishati ya umeme kwenye grid yetu ya taifa. Yes. Ni nishati ambayo watu wanasema
Afrika bado tuna jua la kutosha, maana yake sola tungeweza kutumia, lakini pia tuna upepo ambao sehemu kubwa hatujatumia. Hata hapa Tanzania tuna eneo ambalo lina upepo mwingi na haujatumika. Kulikoni tunataka kwenda kwenye nyuklia badala kwanza kuwekeza nguvu kwenye vyanzo hivi vingine vya nishati? Ni kweli kabisa, tuna nishati nyingi. Nchi yetu imebarikiwa kuwa na nishati nyingi za kuweza kuzalisha. Tuna upepo ambao kuna maeneo kama Makambako, Singida yameshaonekana kwamba yanaweza kuzalisha umeme, na mfano Singida kuna miradi ambayo inaendelea. Lakini tuna jua ambalo nalo linaweza kutumika kwa ajili ya kuzalisha umeme, na ninavyoongea sasa hivi serikali wameshawekeza pale Kishapu zaidi ya megawatts 50 zimeshaingia kwenye gridi kwa ajili ya kuzalisha umeme, na kuna miradi mingine ya jua ambayo inaendelea. Lakini kuna nishati nyingine inaitwa ya joto ardhi ambayo ni geothermal energy, nayo kuna shughuli inaendelea. Wiki iliyopita nilikuwa Mbeya kule, kuna sehemu wanaita Ngozi ambapo wanajaribu kuja na kuzalisha umeme kwa kutumia joto ardhi. Lakini kuna nishati nyingi, sijataja nyingine, mfano hata biomass nyingi tunatumia ambazo tunazitumia hata majumbani. Sasa kwa nini tunaenda kwenye nyuklia? Nyuklia ina tabia moja ambayo inaifanya kila mtu aitamani, ni kwamba ni mojawapo ya nishati ambayo ukienda kuzalisha kwa kutumia nyuklia una uhakika wa kupata nishati nyingi ukilinganisha na hizi nishati nyingine. Kwa maneno mengine, hizi ambazo ni renewable mara nyingi haziwezi kumiti mahitaji kama usipoongeza na nishati kama hizo nyuklia ambazo zenyewe zinazalisha nishati nyingi. Na jinsi inavyozalisha ni kwamba kunakuwa na kama sasa ni kwenye nani kidogo, lakini ni kama ikianza kuzalisha, kadri inavyoendelea kuzalisha ndio jinsi inazalisha nishati nyingi. Kwa hiyo ndio maana kwa ajili ya kuangalia sasa viwanda, kwa sababu nchi zetu hizi za Afrika kwa ujumla wake sasa hivi zinataka kwenda kwenye viwanda, industrializations, ambayo wanataka kuona wananchi wanashiriki kwenye viwanda. Sasa hivyo viwanda vinaendeshwa na nishati, hivyo tutahitaji nishati nyingi sana ya kuhakikisha kwamba viwanda hivyo vinaendeshwa. Kwa kutumia tu hizi nishati resource tulizonazo bado inawezekana labda zisitoshe, na ndio maana unaona sasa marais hawa wanaenda kukaa chini na kuweza kuangalia mbele kwamba baada ya miaka 10, miaka 20 ijayo Tanzania itakuwa wapi inapokuja kwenye issue ya viwanda, lakini inapokuja kwenye mahitaji ya nishati. Na ndio hapo sasa wanataka kuona kama kuna mbadala wa kuweza kutumia nishati kama nuclear, then watu waende kwenye nuclear. Ndio. Afrika bado ina shida ya miundombinu mingi sana. Kwa nini inaonekana kwamba kuna kutaka uharaka kuingia kwenye hii teknolojia ya nyuklia ambayo mara nyingi tumeona mataifa yaliyoendelea zaidi ndio ambao yanawekeza huko? Teknolojia ya nyuklia kama ulivyosema, mataifa yaliyoendelea, mfano sasa hivi nchi 5 ambazo ziko juu, utazungumzia Marekani, utazungumzia Ufaransa, utazungumzia China, utazungumzia Russia, ndio ambao wako juu kwenye uwekezaji. Lakini kuna baadhi ya nchi ndogo ndogo nazo zimewekeza. Ukienda Sweden waliwekeza kwenye nyuklia, ukienda India waliwekeza kwenye nyuklia. Of course nyingine zilifika mahali zikaishia njiani. Lakini mwisho wa siku nchi ili iweze kuonekana ni kubwa, ukubwa wake unapimwa vile vile kwa kiwango cha nishati ambayo inatumia. Mfano leo tunasema South Africa ni kubwa kwa sababu nao wanatumia nishati, na South Africa ni mojawapo ya nchi kwa Afrika ambayo ina kiwanda hicho cha kuzalisha umeme kwa kutumia nyuklia. Kwa hiyo kwa nini wanaenda huko? Kwa kweli ni kwa sababu wanahitaji waweze kupata nishati nyingi na mwisho wa siku iweze kusaidia kwenye viwanda. Yes. Mara nyingi wananchi wakisikia nyuklia akilini mwao zinaanza kuajia matukio kadhaa ya kuogopesha kama Fukushima kule yaliyotokea, na watu wengine wanaanza kuingia uoga hivi. Tunawezaje kama nchi kuhakikisha kwamba tunakuwa salama tunapokuwa kwenye matumizi ya teknolojia ya nyuklia? Nyuklia ni mojawapo ya teknolojia ambayo
gharama yake na uwekezaji wake mwingi uko kwenye jinsi gani ya kudhibiti athari ambazo zitatokana na hicho kiwanda. Kwa hiyo sisi kama nchi tunawezaje kwenda salama kwa hili jambo? Kwanza ni kuwekeza kwenye wataalamu, na ndio maana kwanza kama nchi tuna tume ya taifa wanaita nguvu za atomu, ambayo kazi yake ni kudhibiti, kuratibu na kuona jinsi gani ambapo nyuklia inatumika kwa usalama na kwa amani. Kwa hiyo kutoa elimu, na nilikuwa naangalia hii miaka kadhaa kumekuwa na scholarship mbalimbali ambazo zinatolewa specifically kwa ajili ya nyuklia. Ina maana kwamba ili tuweze kwenda kwenye kutumia nyuklia tunahitaji tuwekeze sana kwenye elimu, kwa sababu ile control ya kiwanda hicho inahitaji utaalamu kidogo wa hali ya juu, na unahitaji watu ambao kidogo wameenda shule. Hivyo ukiona mfano, niliona kuna scholarship za Samia scholarship ambazo zinatumika kwenda kuwapa ufadhili wale wanafunzi wanaenda kusoma masters ya science pamoja na teknolojia ya nyuklia, ni kwa ajili ya kuendelea kuongeza kwanza wataalamu wa ndani. Wakishakuwa wataalamu wa ndani wako vizuri, then Tanzania tunaweza tukaenda kwenye hilo swala, kwa sababu ni swala la kwamba je, unaifahamu teknolojia au huifahamu? Na nchi hizi ambazo zilipitia madhara, of course mfano Japani wako mbali kwenye teknolojia, lakini bado waliweza kufesi tatizo la kiteknolojia. Ina maana bado tunahitaji kufanya research, tunahitaji kuwekeza kwenye elimu kuhakikisha kwamba haya hayajitokezi tena kwa nchi kama Afrika ambazo zinataka kuingia kwenye nyuklia. Kuna swala la usimamizi wa taka. Afrika bado tupo nyuma. Tunafanya kwa kiwango chetu. Nchi nyingi za Kiafrika serikali zinapambana hasa kwenye kurejeleza taka kwenye baadhi ya maeneo, lakini bado maeneo mengi taka zinaonekana zinazagaa. Lakini tunaambiwa taka hatari sana ni taka za nyuklia. Kitaalamu, Afrika tunakwenda kwenye jambo kama hili. Nini ambacho serikali zinapaswa kukifanya, lakini hata wadau wengine ambao wapo kwenye mnyororo wa thamani wenyewe, ili hizi taka zisije kugeuka kuwa adhabu kwa wananchi wa mataifa ya Afrika? Kwanza jambo la taka ambazo zinatokana na nyuklia, jinsi gani ya kudhibiti. Kwa sababu zile taka bado zinakuwa na ile mionzi ambayo bado ikikutana na binadamu inaweza ikasababisha madhara. Kwa hiyo nchi zilizoendelea na nchi ambazo zimeshawekeza kwenye viwanda hivyo vya kuzalisha umeme, unakuta kwamba wana utaratibu wa kuweza kuhakikisha kwamba zile taka zikitoka kwenye kiwanda zinapelekwa sehemu mahususi ambazo zinaenda kufukiwa chini. Kuna jinsi ya kuzifukia chini ambapo itakaa miaka mingi huko chini iendelee kufa taratibu. Lakini jinsi gani tutaendelea, kama nilivyosema, ni issue ya elimu, kwa sababu kama elimu haitoshi then tunaweza tukafikiri ni taka kama hizi taka nyingine, na tukajikuta kwamba tuna nani. Na kama nilivyosema, eneo kubwa la kuweza ambalo linakuwa la uwekezaji kwenye nyuklia ni jinsi gani ya kusimamia kile kiwanda, lakini jinsi gani ya kwenda kudispose au kwenda kutupa hizo taka ambazo zimetokana na kile kiwanda. Kumbuka hizo taka zinaweza ikakaa miaka hata 500, 1500 bado hazijaisha ile nguvu yake. Kwa hiyo jinsi gani utaweka mikakati ambayo zitaenda kukaa mahali ambapo zitadhibitiwa mpaka ambapo zipunguze hiyo nguvu yake na zisababishe madhara kwa binadamu. Kwa hiyo nchi zilizoendelea zimefanikiwa na zimeshawekeza vya kutosha, lakini all in all bado gharama ya mtambo wa nyuklia, gharama kubwa iko kwenye jinsi gani ya kusimamia athari zinazotokana na ule mtambo. Hapo ndipo ambapo kuna gharama kubwa. Huku kwenye fuel, kwamba jinsi gani inazalisha ukilinganisha na plant nyingine au na mifumo mingine ya uzalishaji, inatumia gharama zake, zile gharama za uendeshaji ni ndogo sana. Lakini inapokuja kwenye gharama za kutunza, kwamba isije ikaenda nje ya eneo ambalo linaenda kukuta binadamu, hapo ndio gharama ilipo kubwa, na ndipo ambapo inatakiwa kama nchi na kama Afrika tuweze kuwekeza ili tuweze kuwa na wataalamu ambao wanaweza wakasaidia kutambua na kuweza kusaidia
athari zisije kuwa nyingi wakati ambapo tunaenda kwenye kuwa na viwanda hivi vya kuzalisha umeme kwa kutumia nyuklia. Uligusia swala la idadi ndogo ya wataalamu. Manake katika hali ya kawaida tu Afrika inataka inufaike kiuchumi, lakini pia wakati wa uwekezaji ipate vifaa, lakini tunaona kwamba kuna hisia kwamba huenda sasa kutokana na kukosa wataalamu watu wengi ikalazimika kutoka nje na Waafrika wakawa labda ni sehemu kama ya vibarua na si wale ambao wameshikilia ili eneo. Hii hatari unaiona kwa sababu Iran wakati wanataka kuwekeza walipeleka watu wao wakaenda wakasoma, ndio ambao walikuja sasa kuifanya kazi hiyo kwa ukubwa wake. Afrika, nini ambacho kinapaswa kuanza kufikiriwa ili baadaye na sie tusije tukaonekana kwamba unaendelea kuwafaidisha tu watu kutoka nje na si wenyewe tukasalia kuwa vibarua? Nafikiri kinachotakiwa kufikiriwa kwanza ni uwekezaji kwenye elimu, na ndio maana mfano tume ya nguvu za atom ambao ni Tanzania Atomic Energy Commission imekuwa inawekeza kwenye kupeleka vijana na kuwapa scholarship kwa ajili ya kwenda kusoma. Lakini vyuo kama University of Dar es Salaam wana programu hizo za nuclear ambazo nani, lakini bado tunahitaji kupeleka wataalamu wengi nje, kwa sababu hii ni teknolojia mpya. Tunahitaji kupeleka wataalamu wengi nje ili waweze kujifunza jinsi gani ambavyo mifumo hii inafanya kazi na kuweza kupata kama sehemu ya kujifunzia kwenye viwanda ambavyo tayari vimepata hizi changamoto, ili mwisho wa siku changamoto kama zile zisije zikajitokeza. Kwa hiyo bado tunahitaji tuendelee kuwekeza, na ninachokiona angalau kuna hizo jitihada. Nchi kama nchi tumeshaanza kufanya hizo jitihada za kuhakikisha kwamba tunawekeza kwenye hilo eneo la nyuklia, kwa sababu huwezi kuanza tu leo wakati ambapo wataalamu labda hawatoshi. Kwa hiyo ukiangalia mwaka jana mwezi wa 7 rais alienda kuzindua kile kiwanda cha Mkuruji ambacho kiko kule na Mtumbo Ruvuma. Tayari wanaanza kuchakata au kuchevusha kuchakata ile uranium. Sasa tunahitaji vijana wengi waende wakasome mambo haya ya nyuklia, na mwisho wa siku wawe wanashiriki moja kwa moja kwenye viwanda kama vile, ili mwisho wa siku tusije tukakaa kama watazamaji na kuangalia wakati ambapo wengine wanafanya kazi. Lakini nia njema inaonekana, na ndio maana nimekuambia kuna baadhi ya program tayari zimesha kuwepo kwa ajili ya kuwapeleka kwenda kusoma. Afrika inakwenda kwenye haya mambo ina sauti moja ya maana kwamba kuna sheria moja ambayo inawaunganisha ama sera moja, na kama hakuna nyakati kama hizi ambako ndo analiendea hili jambo, vitu gani vya kuzingatia ili hatimaye baadaye kusio kuna majuto kwamba tulikuwa tuna jambo kama hili la nyuklia, jambo muhimu, jambo kubwa, lakini hatujaona tija yake ya namna yote. Mara nyingi hata wenzetu walioendelea Europe na Asia huko, kuna ile kuwa na kauli ya pamoja, lakini ili jambo nalo ni kubwa. Unaweza mkaa na kauli ya pamoja alafu mkaa na kauli kama nchi. Kuna baadhi ya nchi mfano Europe zilikuwa na kauli ya pamoja kwamba tutaendeleza nyuklia, lakini ilivyofika mahali wakaanza kujitoa, wakaanza kuzima baadhi ya mitambo yao baada ya kuona athari kwa ajali zilizojitokeza. Kwa hiyo kama Afrika tunahitaji tuwe kweli na kauli ya pamoja, kwa sababu hii nyuklia inasimamiwa na International Atomic Energy ambayo yenyewe ina maamuzi yote kuhusiana na swala la nyuklia. Hata sisi Tanzania Atomic Energy ni mdau kwenye hiyo nani. Kwa hiyo tusipokuwa na strong commitment kwa maana kwamba ya regional au ya Afrika kama Afrika, hatutakuwa na nguvu ya kuongea, kwa sababu nuclear iko very tricky. Kuna saa inaonekana ni salama na nishati safi ya kutumika, lakini kwa upande mwingine inaonekana ni nishati ambayo inaweza kutumika kwa mambo mengine mabaya kama vile ugaidi na nini, au kwa kutengeneza silaha ambazo zinaweza zikaja kusababisha matatizo ya vita na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima sisi kama Afrika tuwe na kauli moja
kwa sababu wanaweza wakashangaa, mfano Tanzania anaanza kuzalisha uranium, alafu ikaja kauli kwamba anazalisha kwa ajili ya kutengeneza silaha. Ndicho ambacho kinatokea Iran, ndio kinatokea North Korea, kwamba nchi zile zinaonekana kwamba zina kuacha tu kwamba zinazalisha umeme, lakini zinatumia nyuklia hiyo kwa ajili ya kuzalisha silaha, ambapo sasa kwenye kuzalisha silaha hapo ndio eneo ambalo ni baya, kwa sababu silaha za nyuklia nazo ni silaha ambazo ni hatari zaidi. Kwa hiyo tukiwa na kauli moja kama Afrika, then tutakuwa na nguvu hata ya kusema kwamba bwana, hichi tunachokifanya ni sahihi na tunakifanya kwa ajili ya maendeleo yetu labda ya kuzalisha nishati. Lakini ukiwa wewe kama nchi, ni rahisi kuwa kwenye eneo ambalo wanaweza kukufunga kirahisi. Yes. Hapo kwenye ujumbe wako Dr. Nyali, turejee pale Kigali asubuhi wakati Rais Dr. Samia akihutubia, na aligusia ile eneo la masuala ya amani ili kuhakikisha kwamba nchi ziepuke migogoro kwa kuwa nyuklia yenyewe ni kitu cha hatari. Tanzania strongly believes that regional cooperation is Tanzania inaamini ushirikiano wa kikanda ni muhimu kwa mafanikio ya mustakabali wa matumizi ya nyuklia. Shukran kwa Rais Kagame kwa kuongoza uratibu wa ajenda ya nguvu ya nyuklia katika bara la Afrika. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ninapenda kuhakikishia dhamira ya Tanzania kushirikiana na washirika wetu barani Afrika, taasisi za kimataifa, mashirika ya kifedha na sekta binafsi ili kufanya utafiti wa kina wa fursa za matumizi ya nyuklia kwa amani ili kuleta tija katika maendeleo ya sekta ya nishati barani Afrika. Naam, ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akitoa ujumbe wake kwenye mkutano huo ambao unafanyika pale Kigali, akisisitiza zaidi swala la amani. Dr. tupo sasa katika hali hiyo, na hili linakuja wakati ambako pia kumekuwa kuna taarifa ya kwamba ukanda wa Afrika Mashariki huenda ukapata kiwanda cha kuchakata mafuta, na tunaambiwa hiki ni kiwanda ambacho kinatumia nishati kubwa sana ya umeme. Ujio wa nyuklia unaweza ukawa ni neema na kuleta kiwanda hiki kikawa kikatenda kazi zake ipasavyo, ama ikawa bado ni mtafaruku wa kulia kwamba umeme umewaka na umeme umezima. Nashukuru sana. Kwanza nishukuru Rais ameelezea vizuri sana pale kuhusiana na hili swala la kushirikiana kikanda na kwa Afrika kwa ujumla. Lakini vile vile ameelezea kwamba nyuklia itumike kwa ajili ya amani, kwa sababu sehemu nyingine inatumika tofauti. Kwa hiyo sisi kwa Afrika tungependa kuona kwamba tunatumia nyuklia kwa ajili ya kuzalisha umeme, kwa ajili ya kwa sababu inaweza kutumika kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya hospitalini, kwa ajili ya baadhi ya magonjwa kama kansa na nini. Tuitumie ili iweze kututoa hapa tulipo na kutupeleka mbele. Sasa tukija kwenye swali lako la nchi hizi za Afrika Mashariki ambazo imeonekana kwamba tunataka kuweka refinery plant ambayo itahitaji sasa kutumia umeme mwingi. Nafikiri haya matukio yanakuja yote kwa pamoja na kwa wakati mmoja, yani yanagonga vichwa kwamba tayari tunafikiria kuweka refinery ambayo itahitaji nishati kubwa, lakini tayari kuna juhudi za serikali za kuangalia option nyingine ya kutafuta ili kuongeza nishati na mwisho wa siku tuwe na nishati ambayo inajitosheleza. Kwa hiyo ninaona ni jitihada ambazo zinaenda kuwa na manufaa kama tukiweza kuenda kwenye hiyo nishati ya nyuklia ambayo itaongeza uzalishaji mkubwa, lakini upande wa pili tukiwa na hicho kiwanda kinaenda kuongeza upatikanaji wa mafuta ambayo yamekuwa ni changamoto, kama tunavyoongea sasa hivi yamekuwa ni changamoto kubwa ya upatikanaji wake. Kwa hiyo ni swala ambalo limekuja kwenye muda ambao ni mwafaka. Yeah. Kwa utaalamu wako, nyuklia itakwenda kuwa suluhisho kwa Afrika hasa kwenye eneo la nishati, ama itabaki ni kama hadithi tamu ambayo watu wataendelea kuisikiliza lakini mwisho wake ukabaki kuwa tusimulizi? Wengine wanasema nyuklia ni upepo wa Afrika. Kwamba ni kitu ambacho kinapepea tu, lakini bado hakijapata sehemu ya kuseto. Kama nilivyokuambia mwanzoni, tunavyoongea sasa hivi nchi ambayo ina power plant
au kiwanda ambacho kinazalisha umeme kwa kutumia nyuklia ni South Africa. Egypt wamejaribu na mpaka sasa hivi hawajaanza kuzalisha exactly umeme kwa kutumia nyuklia. Kwa hiyo ni kama Afrika tunaamka na tunataka tuone jinsi gani tunatumia hizi rasilimali. Na ukweli ni kwamba kama ikitumika vizuri, nishati ya nyuklia ina uwezo ikatuhakikishia upatikanaji wa nishati mwingi kuliko ukilinganisha na hizi nishati nyingine. Lakini changamoto ambayo mara nyingi huwa inajitokeza kama isipoenda vizuri, mara nyingi inahusishwa na hizo nani nyingine, matumizi mengine kama ya kutengeneza weapons au kutengeneza silaha. Sasa ukishaenda kwenye kutengeneza silaha, inaweza ikatubadilishia hata usalama wetu ambapo ulivyokaa sasa hivi. Kwa hiyo ni swala ambalo linahitaji kwenda taratibu, linahitaji kupata wataalamu ili waweze kutuongoza na mwisho wa siku tufike salama, tuweze kuachana na hizi nani nyingine ambazo ziko hapo katikati. Kama nilivyokuambia, kuna baadhi ya nchi ambazo sasa hivi ziko kwenye vita kwa sababu tu ya kuwa na hivyo viwanda vya nyuklia. Dr. Esseibi, nikushukuru sana. Nakushukuru sana. Naam, kabla hatujahitimisha, kuonyesha tu kwa uchache tu baadhi ya faida ambazo Tanzania inatarajia kuzipata kupitia nyuklia ambayo itakayovumbuliwa ni pamoja na upatikanaji wa nishati ya uhakika kwenye viwanda, mapinduzi katika sekta ya afya na tiba, tija katika kilimo na usalama wa chakula, lakini pia kuvutia wawekezaji na mtaji kwa sababu kutakuwa na nishati ya umeme ya uhakika. Na nukta hiyo inatufikisha tamati ya Uchanganuzi. Leo nilikuwa naye Dr. Esseibi Nyari, yeye ni mtaalamu wa masuala ya nishati kutoka pale DIT. Imekuwa ni fahari sana kuwa nawe. Nashukuru sana. Na mimi naitwa Nordin Selemani. Ndivyo ambavyo natamatisha Uchanganuzi kwa siku ya leo. Panapo majaliwa tukutane tena kesho. Nikutakia usiku mwema na kwaheri.